Nawashukuru nyote ambao mmekuja hapa kwa ghafla hii. Tukaanze kumshukuru Mungu kwa hii kazi kubwa ametufanyia watu wa Bura kutupatia police station. Maana tumekuwa tumekodisha kwa nyumba, lakini Mungu ameona ni vyema tuwe kwa police station ya kisasa. Hakuna police station hapa iko kama hii. La pili, nashukuru kwa kuja kwenu, maana tulisema ya kwamba this time round tunataka Mwatate tuingie kwa serikali kabisa, na kwa njia ya kumuunga rais wetu mkono kwa nafasi nyingine ya ngapi? Ya pili. Nikisema harambee tunasema nini? Nasema UDA. Tukitoka UDA, ikisema UDA mnasema kazi ni kazi. Harambee! Harambee! UDA! Kazi ni kazi. Hebu tutamwe Ruto, tutamwe Ruto, tutamwe Ruto. Haya. Nataka kuongea machache kwa nini tunataka kuingia kwa serikali. La kwanza, tukitafakari tutoke kwa ukoloni. Tumekuwa na marais karibu 5. Tunajua rais wa kwanza hapa Taita alitufanyia nini? Alitutengenezea ile barabara ya kwenda Undai. Rais wa pili alitufanyia nini? Ni maziwa Nyayo. Rais wa tatu ambaye alitutengenezea, wa 3 na 4 wakatutengenezea hii barabara ya kwenda wapi? Taveta. Rais wa 5 acheni niambie ile mambo ambayo amefanya. Tuanze Maungu. Maungu kuna soko ya kisasa ambayo inamalizika pale. Pale Maungu kwenda Kasigau tuko na barabara ya lami inatengenezwa pale. Tukija hapa Voi kuna soko moja kubwa ya milioni 300 na kuendelea inajengwa pale. Pale Voi tuko na affordable housing ya almost over 1 billion shillings inaendelea. Iko almost 80% kukamilika. Tukija hapa Vindo tuko na stadium ya watu 10,000 inajengwa pale. Hiyo ni kazi si kazi? Haya, tukija hapa Mwatunge tuko na soko yetu ya Mwatate imeisha. Soko ya kisasa iko hapa. Ni kazi si kazi? Tukienda university pale, university yetu ya Taita University, tuko na hostels 1680 units zinajengwa pale. Ni kazi si kazi? Tukienda hapa Mwatate TTI iko hapa Mlimani, tunapewa hostel 380. Hiyo ni kazi si kazi? Tukija hapa Bura, waziri, Mheshimiwa Rais ametupatia basi 2 hapa kwa hii Bura hii ward. Si tumepata basi hapa Ngami, tukapata basi Kombole kutoka kwa rais. Hebu tumpatie tutam zake kwa kumshukuru rais. Tutam, Ruto, tutam. Sasa tuko na barabara tumengangana naye, tumemwambia ambaye naamini atatusaidia. Barabara ya kutoka Demba kwenda Busi kwenda paka inaenda paka Vesu huko, inapita Kungu ikienda Vesu. Hiyo itakuwa ni kazi ama si kazi? Kuna barabara ya Bura Mission inazunguka Mrugua, ile ring road inaenda inatokea Mgange. Ikitengenezwa hiyo ni kazi si kazi? Sasa mwataka tufanye nini? Si tumpatie maua yake president? Hebu tumpatie tutam yake tena tutam. Tutam ya Mdumiki, tuone tutam ya Mdumiki. Tutam ya mama yetu Haika, tuione tutam. Tutam ya seneta yetu Mrutu tuko naye hapa, tutam. Hata si tutam ni 5 fresh. Alafu tuko na ndugu yetu Kilele hapa, anataka pia useneta. Na wote hawa Mheshimiwa Murkomen CS hawa wanataka tikiti ya useneta
wote kwa tikiti ya UDA, lakini tuko nao hapa kwa sababu tumeamua leo tunatembea pamoja. Siasa haituletei chuki ama haituletei magombano. Kwa hivyo ni nyinyi wananchi tu kuamua, uamuzi ni wenu, nyinyi ndio mabosi wetu. Kwa hivyo nataka kusema tuunge chama chetu mkono. Tarehe 9, hebu tuseme tarehe 9. Tarehe 9 tutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa grassroots wa UDA. Na ninaamini tumeendelea kujiandikisha. Tumejiandikisha, hebu ngapi wamejiandikisha leo? Santeni. Yule ambaye hujajiandikisha ujiandikishe. Hatutaki uwe mmoja wa wale ambayo unapinga maendeleo ya Mwatate. Sasa tunataka tuingie kwa basi hilo la maendeleo ya Mwatate, maana tukiunga serikali mikono vilivyo, hakika tutapata maendeleo zaidi na yale ambayo tumeendelea kuyafanya hapa. Kwa hivyo tafadhali sahau yote, lakini tarehe 9 tutoke tuchague viongozi wetu wa grassroots. Na wale delegates 2020, mnajua kwamba nyinyi ndio mtakuwa appointment wa president hapa. President alisema leo anafanya kazi na grassroots members wananchi. Kwa hivyo jua kwamba wewe uliyechaguliwa kama delegate, endelea kutafuta kura zako kupitia hawa ambao wameregister. Ili basi itakapofikia wakati huo sasa wa msururu wa campaign, utakuwa ni campaign wa nani? Wa president. Hata utapokea simu, wengine mtapokea simu ya president hapa. Kwa hivyo ni jambo, msione ni jambo tu la hivi hivi. Hilo ni jambo la muhimu sana. La mwisho, mambo ya mwisho sasa ni ombi kwangu kwa ndugu yetu hapa CS Murkomen. Tumekuwa na police station yetu hapa, walikuwa wamepangisha nyumba mahali. Hata ilikuwa shida sana kuweka mahabusu hapa. Na tumekuwa na officers ambao wamesupport sana hii community. Mapema kulikuwa na shida, kulikuwa na utovu wa nidhamu hapa. Lakini wamefanya kazi na sasa hapa kuko na nini? Na utulivu. Kwa hivyo ombi langu, Mheshimiwa CS, ni kwamba huyu OCS yako hapa kwa acting position, ana act. Tumuombe CS amconfirm ama simconfirm. Bwana anasema tu confirm na confirm. Sawa, haya. Nafikiri amesikia na masikio amesikia. Ala pili, tunaomba ndugu yetu CS, umeingia hapa umeona ofisi nyingi hazina furniture. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, hii police station ambayo ni police station nzuri ya kupendeza, tukaweze basi kupata furniture mahali hapa. Sio itapendeza? Sitaongea mengi, nataka tu kumshukuru bwana CS nilipomwambia kwamba ukija hapa Mwatate tuko na njaa nyingi. Na kaniambia kwamba nitafanya vyovyote nione kama nitakuletea chochote. Kwa hivyo hapa tumeletea chakula ni kingi tu. Kwa hivyo kila mmoja, nawaomba tafadhali muwe na order. Sudi kila mtu apate nini? Hatutaki mtu aende hapa hata amelalamika hajapata kwa sababu ya kuwa orderless. Kwa hivyo wakati tunasema tafadhali mfanye foleni mpate chakula haraka haraka, tafadhali tufanye ili kila mmoja atoke hapa akiwa amefurahi.